Bana, kila mmoja anapenda kushindana na kila anayeshindana huwa siku zote anatamani kushinda. Hii yote ni kutokana na namna ambavyo pia kwa upande wa michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika inavyokwenda kwa hivi sasa. Hapa tunazungumza ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia kombe la shirikisho, hasa tudili kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika kwa wakubwa wawili wa Kariakoo ambao wanashiriki michuano hii. Kwa upande wa klabu ya Simba, kundi ambalo lipo linaonekana kuzidi kuwa gumu sana kwa upande wao, kutokana na namna ambavyo timu nyingine zinavyoendelea kuvuna alama tatu, namna ambavyo timu zinavyozidi kuendelea kuongeza pointi. Hapa tunazungumza kundi ambalo yupo Simba Sports Club, moja kati ya kundi ambalo mpaka hivi sasa kwa asilimia kubwa Stade Malien amejitofautisha kabisa na timu nyingine ambazo yuko nazo kwenye kundi. Hapa tunamwangalia Stade Malien ambaye yeye ana pointi takribani 8 kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na hii pointi 8 amefikisha baada ya kutoa sare tena akiwa ugenini Angola dhidi ya Petro de Rwanda, moja kati ya mchezo ambao ulikuwa ni mgumu, lakini kwa upande wa Stade Malien wamefanikiwa kuweza kupata alama moja akiwa wako ugenini, kitu ambacho kinawafanya wanafikisha alama 8. Lakini kutokana na namna ambavyo pia Stade Malien walivyo, ni timu ambayo haikupewa nafasi kubwa sana kwenda kwenye hatua inayofuata ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini mpaka hivi sasa ndo timu pekee ambayo imejitenganisha vizuri kabisa, na inaonyesha kwamba kwa asilimia kubwa ina nafasi ya kwenda kwenye hatua ya robo finali. Ukiangalia kundi namna ambavyo lilivyo, Esperance de Tunis, lakini pia Simba Sports Club Tanzania, Petro de Rwanda kutoka Angola, pamoja na Stade Malien wenyewe. Na ukiangalia kwa namna ambavyo ili kundi lilivyo, mwanzoni watu walipanga kwamba Esperance de Tunis pamoja na Simba ndio ambao walikuwa wanapewa nafasi kubwa zaidi ya kwenda kwenye hatua ya robo finali, lakini tunaangalia kwa namna ambavyo pia matokeo yaliyotokea mpaka hivi sasa, Simba iko hoi, hajapata alama yoyote kuelekea kwenye hii mechi ambayo anakwenda kucheza na Esperance de Tunis, mechi ya marudiano. Pengine labda akaanza kuvuna alama hapa, lakini ukiangalia ile kundi namna ambavyo lilivyo, ukubwa wa timu ambazo zipo hapa, lakini kile ambacho kinaendelea kwa hivi sasa ni mbingu na ardhi, vitu tofauti kabisa. Esperance de Tunis pamoja na Simba ndio ambao walikuwa wanapewa nafasi kubwa zaidi ya kwenda kwenye hatua inayofuata, na kama ilikuwa ikionekana kitokea lolote la kutokea, basi asilimia kubwa Petro de Rwanda, kutokana na namna ambavyo afanikiwa kufanya vizuri pia naye kwenye michuano ya kimataifa, yeye ndo alikuwa anapewa nafasi kubwa haswa. Lakini hali haipo hivyo kutokana na namna ambavyo kundi lilivyo, kutokana na matokeo ambayo yanapatikana kwa hivi sasa. Mnyama mkali leo anakwenda kupambania alama 3 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anaziweka kibindoni kuanza kukusanyia pointi kwenye kundi lake. Kumbuka yeye ana pointi 0, kitu ambacho mpaka hivi sasa imekuwa ni kwa mara ya kwanza kwa upande wa klabu ya Simba, timu ambayo tayari imeshatengeneza ufalme wake mkubwa, kushindwa kwenda kwenye hatua ya robo finali. Lakini si kushindwa tu, kucheza michezo takribani 3 bila kukusanya alama yoyote, hata alama moja. Hii ni fedheha kwa upande wa klabu ya Simba, manake ni kitu ambacho kwa upande wao akiendani kabisa na jina ambalo wako nalo. Ukiangalia namna ambavyo msimamo ulivyo na ukubwa wa Simba ni vitu vili tofauti. Kila mmoja anasubiri kuweza kuona labda pengine Simba anaweza ka react katika mechi 3 ambazo amesaliwa nazo, akiwa na mechi 2 nyumbani, lakini pia akiwa na mechi 1 ugenini. Wengi wanasubiri kuona namna ambavyo Simba ataenda kucheza na Esperance de Tunis katika mechi ambayo inakwenda kupigwa hapa kwenye dimba la Benjamin William Mkapa, na kuwa amemalizana naye, lakini anabakiza mechi dhidi ya Petro ambapo ataenda kukipiga ugenini, na mechi nyingine atamaliza nyumbani dhidi ya Stade Malien ambao wanaonekana wamefanya vizuri mpaka hivi sasa kwenye kundi hili. Sasa namna ambavyo Simba wanapaswa kuingia katika hizi mechi
Hili ni jambo ambalo kwa upande wa kocha anapaswa pia kulitafakari kwa kina zaidi na kuweza kuona namna gani anapanga majeshi yake ili kuweza kuvuna alama 3. Simba wako nyumbani dhidi ya Esperance de Tunis. Ni nafasi nyingine nzuri sana. Mechi ni saa 10 za jioni, wanaweza kupata alama vizuri kabisa kama wakichanga karata zao vizuri. Lakini mechi dhidi ya Stade Malien ambayo inakuwa ni mechi ya mwisho pia, kwa kuwa wako nyumbani, wanaweza pia kuhakikisha kwamba wanapanga mipango yao vizuri na kuweza kupata alama 3. Hapa tunazungumzia mechi ambayo ataenda ugenini baada ya hii dhidi ya Esperance de Tunis, ataenda ugenini kucheza dhidi ya Petro, then aje amalize dhidi ya Stade Malien. Sasa Petro akiwa Angola ni wagumu. Tumeona namna ambavyo mechi ambavyo imepigwa wakicheza na Stade Malien, namna ambavyo Stade Malien wamepata wakati mgumu kabisa na hawajapata bao lolote, na tena wamekoswa haswa. Hao ndio Petro ambao wako nyumbani, kwa maana kwamba Simba anapaswa kucheza mechi bora zaidi katika hii michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye hizi mechi 3, huku akisubiri kuweza kuona matokeo hizi timu nyingine, je itakuwaje bana. Hakikisha unaendelea kuifuatilia Gift Online TV. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Tunaendelea kuwa pamoja.